Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo, mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako, ndio maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako Baba. Imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romo shanda ramakuri risa karamata rabashaka mandorukuri amasike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yesu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako, tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana kutusaidia. Rusa karamanda rabaka. Kila mmoja hanze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa ndaramando roko shanda ramakuria ria baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu, hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba, rika baba. Oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu, peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere.
Ninaona una kilio, ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria risataraba karamanda risatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandarama kuribasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia, umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitoe mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom, iko hapo kwa skrini yako, iandike napanda sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Makaya masika ya bakuri beshende makaya babasika rabasika. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni wa ajabu sana. Ni nani aliye kama wewe mfalme? Ni nani aliye kama wewe Jehova Shama? My Jesus, my glory. Ni mipaka iliyokushikilia usiende kwenye ndoto zako, ni mipaka ambayo imekushikilia usinyanyuke, ni mipaka ambayo imekushikilia usiende. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Ni mipaka ambayo imekushikilia, imeshikilia kizazi chako, imeshikilia neema, imeshikilia baraka zako, imekushikilia usiende kwenye kiwango kikuu. Kitabu cha Mithali sura ile 22 na mstari ule wa 28, Biblia inaeleza kitu cha ajabu sana. Mithali 22:28, Biblia inasema usiondoe alama ya mipaka wa zamani uliowekwa na baba zako. Anasema usiondoe alama ya mpaka wa zamani uliowekwa na baba zako. Biblia inasema, nirudia tena, usiondoe alama ya mpaka wa zamani uliowekwa na baba zako. Ramando sakarabashaka. Kwamba kuna mpaka ambao uliwekwa na baba zako. Kuna mpaka ambao uliwekwa na baba zako, huu ni mpaka wa zamani. Au kuna mpaka uliowekwa na babu zako, huu ni mpaka wa zamani. Nataka nizungumze hapa roho ya mipaka, roho ya mipaka. Na watu baba zao waliweka mipaka katikati ya hatima zao, na baba zao wakaweka mipaka. Kuna mipaka iliwekwa na wazazi wako, kuna mipaka iliwekwa na bibi yako na babu yako, hata wewe hujazaliwa, hata wewe uyoni. Lakini hiyo mipaka ambayo iliwekwa ni mipaka ya kimiungu, kwamba watu wa mji huu wataishia hapa, watu wa nyumba hii wataolewa na wataachika. Waliweka mpaka. Watu wa mji huu wataenda huko mjini na watarudi kijijini. Ni mpaka uliwekwa ili waje watutunze sisi wazazi. Kuna mpaka ambao uliwekwa kwenye hatima ya maisha yako, kwamba babu yako alifanikiwa akafika hapa na watoto hawatakiwa kufika hapa.
Naweza kuona katika ulimwengu wa roho kuna mpaka. Yote atagundua kama na mpaka katika ulimwengu wa roho baada ya kuona mambo yake yanayosimama yaendi. Unatumia nguvu kubwa lakini hauoni matokeo. Unashangaa ukifika labda mtaji milioni 100 zinashuka tena, unapata hasara na matatizo mpaka unarudi chini. Unaenda mtaji wako unafika milioni 50 na uzidi pale. Kuna mwingine anaenda mtaji wake unafika milioni 10 na azidi pale. Na mwingine anaenda mtaji wake unaishia tu milioni 5 na hawezi kuvuka pale, kwa sababu kuna mpaka ambao uliwekwa. Watu wa mji watafika hapa, watu wa nyumba hii watazidi hapa. Kwa hiyo unatumia nguvu kubwa ili utoke pale, lakini unashindwa kuelewa kwa nini hauendi, kwa nini ufiki kwenye ndoto, kwa nini ufiki kwenye hatima yako. Ni kwa sababu nyuma yake kuna mpaka ambao uliwekwa katika ulimwengu wa roho. Wakati naomba nikasikia sauti Mungu ananiambia asubuhi ya leo, kuna watu ambao wamewekewa mipaka. Ndio maana mpigi hatua, ndio maana muendi, ndio maana mfikii ndoto, ndio maana mfikii malengo, ndio maana mfikii maono. Na hasa umekuwa unakutana mara unaota ndoto unarudi kijijini. Kumbuka unapigana na mizimu ambayo imefunga ule mlango wako wa kupita. Ndio maana unatumia nguvu kubwa lakini hausogei. Ndio maana unatumia akili kubwa lakini akili yako haiendi. Ni kwa sababu mbele yako kumewekwa mpaka katika ulimwengu wa roho ambao hauoni kabisa, na wenyewe mpaka umefungwa kabisa kwa sababu ya nguvu ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana amenituma, iwe ni madhabahu za kwenu, iwe ni madhabahu za mizimu, zimefunga, zimeweka mpaka kwenye hatima. Leo tunaenda kutangaza kwa jina Yesu, ule mpaka tunaenda kuvunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, huo ni mpaka wa babu yako, uwe ni mpaka wa bibi yako alikuwekea, uwe ni mpaka wa familia waliweka, wakasema hamtapiga hatua, takuwa tu watu wa kawaida, takuwa tu watu wa kuishia tu njiani, takuwa watu tu wa kuishia hapo mlipo. Hapana, 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 hapana. Fike mahali mwambie Baba, mimi kila mpaka ulio mbele yangu ninauvunja. Nataka nikwambie kabisa, kuna watu ambao wameweka mpaka, kuna watu ambao wameweka mpaka, kuna watu ambao wameweka mpaka roshanda ramando rosaka. Kuna watu ambao wamekuwekea mpaka, kuna watu ambao wamekuwekea mpaka kwamba uishie hapo, kwamba usipige hatua. Kwa jina la Yesu Kristo, leo ninatangaza huo mpaka tunaenda kuvunja. Lakini nataka nikwambie, mpaka ambao wameweka babu zako, mpaka ambao wameweka bibi zako, kuna kitu alifanya, kuna sadaka walitoa, na hiyo sadaka ndio imekufunga mpaka leo. Kwa hiyo huwezi kutoka kivyepesi, kwa sababu aliyekufunga pia kukufunga kivyepesi. Ndio maana nataka nikupe siri, lazima utafute sadaka maalum na umwambie Mungu, kuna mpaka umewekwa mbele yangu, huo mpaka lazima niuvunje. Umeelewa? Kuna mpaka ambao wamekuwekea, naona kuna mpaka ambao wameweka kwenye hatima yako, kuna mpaka ambao wameweka ili kuua ndoto zako. Sasa ule mpaka huwezi kuuvuka hivi mpaka ufike mahali mwambie Mungu, nasimama na sadaka, na hii sadaka ndio simama nayo, basi nivunje mpaka. Hapo ndio utaona mpaka wanafanyaje, ndio utaona mpaka unavunjika. Na sivyo, si jambo jepesi kuvunja huo mpaka kivyepesi. Fika mahali na wewe leo, kamata sadaka, kamata dhabihu, mwambie Mungu, leo mpaka wote ambao niwekea ninauvunja. Na utaona ule mpaka ukiuvunja umevunjika kabisa. Ndio maana nataka nikwambie sahihi, popote pale ulipo, kamata sadaka yako. Hiyo sadaka itaenda kuvunja huo mpaka. Utaenda kuvunja huo mpaka. Haijalishi huo mpaka umewekaje, lakini huo mpaka utaenda kuvunjika. Popote pale ulipo, nataka ukamate sadaka yako. Kamata sadaka na inua hiyo sadaka. Sema, Bwana Yesu, leo ninasimama kama mtumishi wako. Kila mpaka wote ambao wameniwekea kwenye hatima na kwenye maisha yangu, ninatangaza huo mpaka leo ninauvunja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sadaka hii leo huo mpaka ninauvunja kwa jina la Yesu Kristo. Huo mpaka ninauvunja kwa damu ya mwana kondoo. Ule mpaka ulioniwekea
paka wa kichawi, paka wa kishirikina, paka wa mizimu, leo natangaza raka shandaraba, raka kashatata, roko shatatata. Anza kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza huo mpaka, ninauvunja kuanzia sasa, ninauvunja kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Rika baba raka kashanda ramakosh resekereresha roko koshanda kwa jina la Yesu Kristo. Huo mpaka ninauvunja leo. Makoria rashanda ramasatata yakakakashanda rekekerekash rokoko shandara renderesekerere kwa jina la Yesu Kristo. Navunja huo mpaka kuanzia sasa. Huo mpaka nimeuvunja katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Nataka usikie saa hii. Chukua sadaka yako, panda kwenye namba Vodacom ya 0756 934 903 na ule mpaka unaenda kuvunjika. Na kama unaona mpaka kabisa kwenye maisha yako, naomba uchukue hatua kabisa. Chukua hatua kabisa. Unaona mpaka kabisa, unaona upigi hatua, naomba uniandikie message. Tuma message sahihi, nitumie message hiyo na hiyo sadaka ambayo unayo itume, na utamuona Mungu anafanya kazi kubwa sana kuvunja huo mpaka. Mungu akubariki sana. Shalom. Nikukaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, na neema ya Yesu Kristo endelee kutenda kazi hapa Gairo Morogoro nchini Tanzania. Tuma sadaka yako kwenye namba ya 0756 934 903. Shalom.